Marekani imefanya shambulio jingine dhidi ya kile ilichokitaja kuwa ni boti ya magaidi ya mihadarati karibu na pwani ya Venezuela na kuua watu 6. Tukio hilo lilitokea jana Jumanne, Oktoba 14 mwaka 2025, likiwa ni shambulio la 5 tangu mwezi Septemba chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Katika chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii, Trump alisema kuwa boti hiyo ilikuwa inasafirisha dawa za kulevya na kuhusishwa na mitandao ya uhalifu wa kimataifa. Taarifa za kijasusi zimethibitisha kuwa boti hiyo ilikuwa inasafirisha mihadarati na inahusishwa na mitandao haramu ya magaidi wa mihadarati na ilikuwa ikipita katika njia inayojulikana kwa magendo, alisema Trump. Licha ya madai hayo, serikali ya Marekani haijawasilisha ushahidi wowote wa moja kwa moja kuhusu utambulisho wa boti hiyo au watu waliokuwemo ndani yake. Hadi sasa jumla ya watu 27 wameripotiwa kuuawa katika mashambulizi hayo 5, yote yakifanyika katika maji ya kimataifa karibu na pwani ya Amerika ya Kusini. Mashambulizi haya yamezua ukosoaji mkubwa kutoka kwa baadhi ya mawakili wa kimataifa na mashirika ya haki za binadamu. Wameitaka Marekani kufuata sheria za kimataifa na kutoa uwazi kuhusu misingi ya mashambulizi hayo. Wakosoaji wanasema kuwa hatua hizo zinaweza kuwa ukiukwaji wa uhuru wa mataifa mengine na haki za binadamu. Nchi jirani kama Colombia na Venezuela zimelaani vikali shambulio hilo, na wizara ya mambo ya nje ya Venezuela ilitoa tamko rasmi ikilaani kitendo hicho, ikikitaja kama uvamizi wa kijeshi dhidi ya mamlaka ya Venezuela na ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Hadi sasa Marekani haijatoa taarifa zaidi kuhusu operesheni hiyo wala haijajibu maswali ya waandishi wa habari kuhusu ushahidi au uhalali wa mashambulizi hayo. Mashirika ya kimataifa yametoa wito kwa uchunguzi wa kina na wa wazi kuhusu mashambulizi haya, huku hofu ikiongezeka kwamba hatua hizi zinaweza kuongeza mvutano kati ya Marekani na mataifa ya Amerika ya Kusini. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani dola 350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.